Asante kwa swali. Sasa ni kweli kwamba mimi nimefuatilia pia mkutano wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambao kwa kweli umefanyika kwenye mkoa wetu wa hapa Dodoma siku ya jana na kama nilivyotarajia kwamba kwa asili ya siasa za Dodoma na kwa namna ambavyo Dodoma imekuwa na mwelekeo wa kuwa pamoja na serikali, lakini ni kama ndio ngome ya Chama cha Mapinduzi. Mimi sikutarajia kwa kweli kwamba wangelipata watu wa kutosha, kama ambavyo baadaye kweli ilikuja kuonekana kwamba kile ambacho walitarajia ndani ya Dodoma hawakufanikiwa. Na katikati ya matangazo karibu ya siku 5 mfululizo, katikati ya kusomba watu, niliona ambao huwa wananyoshia mkono Chama cha Mapinduzi kwamba kinasomba watu, lakini kwa kweli kwa mara ya kwanza katika maeneo yetu mimi nimeona jana kwa macho yangu magari kutoka maeneo ya Singida, mengine yakatoka maeneo ya Mpwapwa, mengine yalitokea Iringa. Walisomba watu kwa kiasi ili angalau kujaribu kutengeneza mkutano wao uonekane, lakini hata hivyo haikuwa na matunda ya kutosha, pia kutokana labda pia na ukata wenyewe wa chama na kutokuwa na fedha za kutosha, kwa sababu pia chama kuwa na uwezo wa kusomba watu na kuwaleta kwenye mkutano kama sehemu ya kuonesha ukomavu wa kiuchumi wa kichama ni hatua kubwa ambayo chama kinakuwa kimefikia. Kwa hiyo hata dhana pia ya kusomba watu kama ambavyo wao walitaka kuifanya, inategemea chama kiwe na msuri wa fedha, kiwe kimeshakomaa vizuri, kina wadau wengi, chenyewe kinajiweza, ndio wanaweza kusomba watu. Kwa hiyo hata ile la kusomba watu niliona jana wamelijaribu, lakini halikutoa matunda. Kwa hiyo ni kama matarajio yaliyokuwa yametarajiwa katika mkutano ule kwamba wangeshangaza makao makuu, kwa kweli hayakufikiwa. Na wenyewe katika ule mkutano watu watakuwa mashahidi, walisikia wakiwa baadhi yao wakilalamika, wakijaribu kusanya watu pale katikati, lengo kutengeneza picha fulani kwamba wameiweza Dodoma, lakini haiwezekani. Lakini jambo ambalo mimi nadhani lilikuwa lina maana, mimi nilikuwa ni kusikiliza tu kile ambacho pengine wangelikuja kueleza, ambacho wengi tulitarajia kwamba kutokana na kwamba ni chama cha siasa ambacho kinajinadi kwamba kinataka mabadiliko na mambo kadhaa ambayo wanayasema, tulitarajia kwamba wangekuja kueleza kwamba hawa wanafanya hivi, sisi ambayo sio vizuri sana, sisi tukija tunaweza kufanya hivi ambayo ni bora zaidi. Hawa walishindwa hapa, sisi tukija tunaweza tukafanya hivi vizuri zaidi. Hawa hawafanyi hiki, tunaweza tukafanya hiki zaidi. Sasa hiyo ni aina ya hoja na mwelekeo ambao mimi nafikiri kwamba wangejielekeza huko, angalau wangeliweza kueleweka kwa walio wengi. Lakini jambo baya ambalo na kwa kweli si lenye maadili ya kisiasa ni aina ya hoja ambazo wamejaribu kuzieleza siku ya jana, ambazo nyingi, karibu hoja 7, nyingi ukizitafiti unaona ni hoja ambazo kwanza zimekosa utafiti, la kwanza, lakini la pili ni hoja ambazo ni za kubumba, lakini tatu ni hoja rudio, ni hoja rejea ambazo kwa kweli unaona hakuna jipya ambalo watu wanalisema linaweza likasisimua watu. Na kutokana na ukosefu wa hoja katika mkutano ule na mwendelezo wa mikutano ya hawa Chadema, ndio maana kumejitokeza aina fulani ya hulka na tabia kwa baadhi ya viongozi wao. Kwa mfano mjumbe wao kamati kuu na ambaye anaitwa ndiye mlezi wa kanda ya kati, kwa kweli amekuwa
akijipambanua kama mtu ambaye kwanza kama mtabili, kitu ambacho kwa kweli mimi siamini na sio kweli kwamba Lema ni mtabili, na amekuwa wakati wote akataka kuaminisha watu kwamba yeye anaweza kuona vitu ambavyo havijatokea na vikatokea. Amekuwa mara nyingine akitabilia watu kwamba huyu kitamkuta hiki. Sasa unashindwa kuelewa kwamba huyu ile nafasi ya unajimu, yani kwamba yeye ni mwanasiasa au ni mnajimu, hilo la kwanza. Lakini la pili, katika eneo hilo huyu mlezi wa kanda hii ndugu Lema, niliona jana kama alijaribu katika matamshi yake kufanya uzushi mkubwa, na ambao uzushi ule ulizilenga mamlaka za juu. Akajaribu kuaminisha watu kwamba mheshimiwa waziri mkuu na mheshimiwa rais kwamba kuna mambo hayako sawa, lakini akajaribu kutaka kuaminisha watu kwamba huyu hawezi kula chakula kinachotoka huku, huyu hawezi kumpa huyu maji akanywa. Sasa matamshi ya namna ile, kwanza ni uongo mkubwa, huo ni ukweli, ni uongo mkubwa. Lakini la pili, unaiona dhamira mbaya iliyomo ndani ya matamshi kama yale na hoja za namna ile, ambayo ni dhamira inayo kusudia kwanza kutengeneza uchonganishi wa aina fulani. Lakini la pili, kujaribu kuaminisha umma kwamba kuna mpasuko ndani ya serikali. Lakini la tatu, hoja ile inaegemea kujaribu kujenga jamii na umma unaowasikiliza kutoheshimu mamlaka. Kwa hiyo ni kama Lema anafundisha watu namna ya kutoiheshimu serikali, anafundisha watu namna ya kutukana viongozi na kuwadharau viongozi. Anajaribu kuonesha vyeo vya watu kama ni si chochote, lakini bila kukumbuka kwamba wale wamechaguliwa na nchi yetu inaendeshwa na katiba. Uchaguzi kwa namna yote, kwa mtazamo wote watakavyokuwa wanaeleza wao, lakini uchaguzi ulifanyika. Rais wa nchi aliapa na akaapishwa, na jamii ya kimataifa, jamii ya ndani na nje inatambua Tanzania ziko mamlaka kamili za serikali ambazo ni rais, na mamlaka zake ni mamlaka kamili ambazo zinatambuliwa na dunia. Sasa mimi nashindwa kuelewa uzito wa Lema na kundi lake, na wao wanatumia kigezo gani hasa cha msingi ambacho kinawaaminisha kwamba kwanza wanaweza kuwa juu ya kila kitu, wanaweza kuibagaza mamlaka yoyote, wanaweza kumtukana yeyote, lakini wanaweza kumfundisha yeyote namna gani anaweza kuwa mtovu wa nidhamu kwa serikali, kufundisha watu namna ya kutukana viongozi. Sasa mwelekeo wa namna hiyo ni mwelekeo ambao kwa kweli si sahihi hata kidogo, na nadhani hata katika maadili ya vyama vya siasa na maadili ya viongozi, mimi sioni wapi ukipitia ambako kunaruhusiwa kiongozi wa chama cha siasa kusimama ndani ya jukwaa akaanza kufundisha umma namna ya kutukana viongozi, namna ya kuwadharau viongozi, na kawataja viongozi kwa majina yao, na kawazushia viongozi mambo ambayo hayapo, kwa sababu kuna vitu anavizungumza Lema, lakini hata wengine hiche ambavyo kwa kweli ukivisikiliza kiundani, hata yule anayekaa pale kwenye zile ofisi zenyewe, yule mwenyewe aliyoko kule jikoni, anaweza kabisa asiwe na ushuhuda wa hilo. Kwa sababu unaposema mtu huyu hawezi kumpa huyu maji akanywa, wapi wewe unapata ule ushahidi wa hilo? Yani wewe je, unaishi Ikulu? Wewe unaishi kwa huyu kwa ofisi ya makamu rais? Wewe unaishi kwa waziri mkuu? Yani unayo research ipi unayoweza kuthibitishia umma kwamba huyu hawezi kuchukua cha huyu na huyu hawezi kuchukua? Yani unatumia kigezo gani kama si kutaka kuaminisha watu, kama si kutaka kugombanisha jamii, lakini kama si kutaka
kuvunjia heshima mihimili ya nchi. Na kwa sisi kwa kweli, mimi hoja kama hizi kwa sababu zimetolewa katika mkoa wangu, siwezi kwa kweli kuziacha zikapita. Kwa hiyo ni hoja na matamshi ambayo yana makusudio ya mabaya, yanakusudia kufundisha watu usugu wa kuheshimu serikali, yanavunjia heshima viongozi wetu wa kitaifa, lakini la tatu, yanahamasisha tabia fulani ya umma kujielekeza katika misingi ya vurugu, na kuona kwamba watu wanaweza kufanya lolote kwa kiongozi, kwa sababu unaposema huyu si chochote si lolote, manake yule unayemwambia unamfundisha kwamba naye awe hivyo, wasiheshimu serikali, wasifanye lolote, wafanye vurugu. Sasa hatuwezi kuwa na mfumo wa viongozi na aina na vyama vya siasa ambavyo vinaendelea kufanya jukumu la kuhakikisha nchi haituli, nchi haitawaliki. Lakini njama hizi pia ni njama kama za kuendelea kutaka kuiumbisha serikali na kuifanya hadhi ya serikali kwenye macho ya jamii iendelee kushuka. Kwa hiyo sisi Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma tunakemea sana matamshi aliyoyatoa ndugu Lema na matamshi mengine yaliyotolewa siku ya jana ambayo yanafanana na hayo, ambayo kwa kweli si makusudio ya ule mkutano, si sehemu ya kufanya chama chao kiwe imara zaidi. Mimi nilidhani kwamba pengine wangelihamasisha wanachama wao namna ya kujiunga na chama, wangelihamasisha wanachama wao namna ya kujenga itikadi yao, wangehamasisha wanachama wao namna ya kuwa na nidhamu katika ya viongozi, wangefundisha wanachama wao namna ya kujenga uchumi wa chama chenyewe, ambacho wao wenyewe jana wameeleza kwamba chama kiko hoi. Sasa mimi sikusikia hoja inayoeleza kwamba wataondoaje uhoi wa chama ili kiweze kujitegemea. Mimi sikusikia hoja ya kueleza namna gani jumuiya zao za vijana, badala ya kuondoka kwenye kuwa jumuiya za kutengeneza matusi na kutukana watu kwenye mitandao na kukashifu watu, zikawa jumuiya za kujenga fikra za vijana katika kuleta maendeleo yao na maendeleo ya taifa, badala ya kuhamasisha kwamba wanawezaje kuondoka kwenye wanachama hao walionao 500,000 kwenye mfumo wao ule, angalau wakawa hata wanachama hata 2,000,000. Chama kinachosema ni chama kikubwa cha upinzani ambacho kwa kweli mimi Lema au yeyote katika Chadema akiniletea mfumo wao wa chama unaoonesha usajili wa wanachama unaoanzia angalau 1,000,000 wanachama walionao kabisa kwenye usajili wao, mimi kwa kweli nitajikosoa katika hilo. Lakini ninayo imani, naamini kwamba Chadema kwa ujumla wake haina hata wanachama 1,000,000 ile wasajili. Sasa kazi kubwa ambayo ya mikutano hiyo wanayoifanya ilipaswa pengine ijielekeze katika hiyo namna ya kuimarisha mifumo yao, lakini isiwe mikutano inayohamasisha watu kuvunja sheria na kutoa heshima viongozi, jambo ambalo kwa kweli kama wananchi wa Dodoma, lakini kama Watanzania, hakuna anayependa kuona nchi inaingia kwenye misukosuko tena. Hakuna anayependa kuona nidhamu ya kijamii inaporomoka kwa sababu ya watu kufundisha watu kutoiheshimu serikali. Lakini jambo hili la viongozi wa vyama vya siasa, hasa katika operesheni zao hizi ya kusimama, wakawa ajenda kubwa ni kutukana viongozi wa taifa, ikawa ajenda yao kubwa ni kuwabagaza na kuonesha kuzusha vitu ambavyo ukimuita alete ushahidi wa hilo hawezi kuuleta, lakini wakayaminisha jamii kwamba iko migogoro, iko hivi, ili mradi tu kuondolea taswira na heshima serikali na kuitikisa. Jambo hili kwa kweli halikubaliki, na nafikiri halipaswi kuendelea katika mwelekeo huo. Tunaamini katika demokrasia, tunaamini katika uhuru wa watu kujieleza, tunaamini katika uhuru wa watu kuchangamana, lakini tunaamini katika ujenzi wa hoja. Sasa hoja za ndugu zetu hawa, hoja za hawa wanaojiita wa demokrasia, nadhani hazipaswi kuwa hoja za kuharibu kila ambacho tunacho. Tunaweza kulinda tulichonacho. Sasa watueleze tunaweza kutokaje hapa. Leo tuna uchumi wa pato la taifa unapindukia zaidi ya dola bilioni 100 za Kimarekani. Watueleze kwamba wao wakishika kwa mfano nchi hii,
wanawezaje kufanya nini na nini ili tukawa labda na uchumi unaopindukia labda dola bilioni 500 labda ndani ya miaka 10. Hizo ni hoja za maana ambazo mtu akizileta. Watueleze kwa mfano wao wakikabiliana na maana wanawezaje labda kuondosha changamoto labda kama wanaeleza changamoto ya miundombinu, wao wanaweza kufanya nini katika eneo la miundombinu, kwa staili gani, kwa mapato yepi, ili miundombinu iwe bora. Wananchi wangelipenda kusikiliza maneno kama hayo yenye mwelekeo huo. Lakini hiki ambacho nimekisikia jana katika mkutano uliofanyika hapa viwanja vya Mtekelezo, kwa kweli si sehemu ya mwelekeo sahihi, na nadhani wanapaswa kujisahisha na kuepuka mwelekeo na matamshi ya namna hiyo.